Hamai. Habari zenu wasikilizaji na watazamaji. Leo tunazungumzia kipindi kigumu kilichotikisa wilaya ya Kibiti, mkoa wa Pwani. Hiki ni kipindi cha mashambulizi ya silaha yaliyotokea kuanzia mwaka 2016 hadi 2018. Ni hadithi ya hofu, majonzi, sintofahamu na hatimaye kurejea kwa utulivu. Tutaeleza kwa kina kilichotokea, mazingira ya eneo hilo, namna mashambulizi yalivyotekelezwa, hatua zilizochukuliwa na mamlaka, pamoja na athari kwa jamii. Kibiti ni wilaya yenye vijiji vingi vya wakulima na wavuvi. Watu wake wengi hujishughulisha na kilimo cha korosho, nduma, muhogo na uvuvi katika ukanda wa Pwani. Kwa miaka mingi ilikuwa eneo tulivu, lisilojulikana kwa matukio makubwa ya uhalifu wa kutumia silaha. Hali ilianza kubadilika taratibu mwanzoni mwa mwaka 2016. Mwanzoni, mashambulizi yalikuwa yakilenga viongozi wa serikali za mitaa na wanachama wa chama tawala. Watu wasiojulikana walifika nyakati za usiku na kuwashambulia kwa risasi. Baadhi walipigwa wakiwa nyumbani kwao mbele ya familia zao. Taarifa zilianza kusambaa kuwa kuna kundi lililojipamba kwa siri. Hofu ikaingia polepole katika vijiji vya Kibiti, Rufiji na maeneo ya jirani. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi mwaka 2017. Mwezi Aprili wa mwaka huo kulitokea tukio lililolishtua taifa. Askari 8 wa jeshi la polisi waliuawa kwa kuvamiwa kwa ghafla walipokuwa kwenye doria katika eneo la Jaribu mpakani mwa Kibiti na Rufiji. Walishambuliwa kwa risasi nzito kutoka kwa watu waliokuwa wamejificha kando ya barabara. Shambulio hilo lilionyesha kuwa washambuliaji walikuwa wamejipanga na walifahamu harakati za askari. Baada ya tukio hiyo, serikali ilitangaza operesheni maalumu ya kiusalama katika mkoa wa Pwani, hususan Kibiti na Rufiji. Vikosi vya ziada vya polisi na vyombo vingine vya ulinzi vilitumwa. Misako ilianza kufanyika katika vijiji mbalimbali. Watu kadhaa walikamatwa kwa mahojiano. Katika mapambano kadhaa, polisi walitangaza kuwaua washukiwa kadhaa waliodaiwa kuwa sehemu ya kundi hilo. Katika kipindi hicho cha takriban miaka miwili, zaidi ya askari 30 pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa na wanasiasa waliuawa katika mashambulizi tofauti. Baadhi ya matukio yalitokea barabarani, mengine nyumbani usiku. Silaha zilizotumika zilikuwa bunduki za kivita. Mara nyingi washambuliaji walitoroka mara baada ya tukio na kutoweka katika misitu au vijiji vya mbali. Kulikuwa na mijadala mingi kuhusu chanzo cha mashambulizi hayo. Baadhi ya wananchi walihusisha matukio hayo na itikadi kali za kidini. Wengine walitaja uwezekano wa mtandao wa kihalifu uliokuwa ukijaribu kuonyesha nguvu dhidi ya dola. Mamlaka zilitangaza rasmi kuwa waliokuwa wakihusika ni wahalifu wenye silaha, waliokuwa wakifanya ugaidi na uhalifu uliopangwa. Uchunguzi wa kina ulifanyika na operesheni ziliimarishwa. Hatua za kiusalama zilikuwa kali. Kulikuwa na doria za mara kwa mara, vizuizi barabarani na misako ya nyumba kwa nyumba katika maeneo yaliyotajwa kuwa hatarishi. Wananchi walihimizwa kutoa taarifa kwa siri endapo wangetambua watu au mienendo isiyo ya kawaida. Polepole, kuanzia mwishoni mwa mwaka 2017 hadi mwaka 2018, mashambulizi yalianza kupungua kwa kiasi kikubwa. Hatari kwa jamii zilikuwa nzito. Familia za askari na viongozi waliopoteza maisha zilibaki na maumivu makubwa. Baadhi ya wakazi walihama kwa muda wakihofia usalama wao. Shughuli za kiuchumi kama kilimo na biashara zilidorora katika baadhi ya vijiji kutokana na hofu ya kutoka nyumbani usiku au kusafiri mapema alfajiri. Watoto waliona mabadiliko katika mazingira yao, wakishuhudia doria za silaha na magari ya usalama mara kwa mara. Hatimaye, baada ya operesheni endelevu na kuimarishwa kwa ulinzi,
hali ya usalama ilianza kutengemaa. Mamlaka zilitangaza kuwa mtandao wa wahusika umevunjwa na washukiwa wengi kukamatwa au kuuawa katika mapambano. Kufikia mwaka 2018, mashambulizi makubwa yalikuwa yamekoma na Kibiti ikaanza kurejea katika hali yake ya kawaida ya utulivu. Kisa hiki kinafundisha umuhimu wa ushirikiano kati ya raia na vyombo vya ulinzi. Pia kinaonyesha jinsi amani ilivyo jambo la thamani sana ambalo linaweza kuvurugwa kwa muda mfupi na kurejeshwa kwa juhudi kubwa. Kumbukumbu za waliopoteza maisha katika kipindi hicho bado zipo katika mioyo ya wengi. Ni sehemu ya historia ya hivi karibuni ya Tanzania ambayo inaendelea kujadiliwa katika masuala ya usalama wa taifa na mapambano dhidi ya uhalifu wa kutumia silaha. Leo Kibiti inaendelea na shughuli zake za kawaida. Wakulima wanalima, wavuvi wanavua, watoto wanaenda shule. Lakini simulizi ya mashambulizi ya Kibiti inabaki kuwa onyo na somo kwamba ulinzi na amani ni jukumu la kila mmoja. Subscribe Kupala. na like.